Wakati wa hatari ya moja kwa moja au wakati wa kukabiliana na kifo kilicho karibu, sala mara nyingi huzingatia kumuomba Mungu ulinzi, nguvu, amani na rehema, pamoja na kukabidhi roho katika utunzaji wake. Huku Zaburi ya 91 na Zaburi ya 23 huzingatiwa. Msikilizaji wangu, haya ni maelezo ya ndugu mmoja kutoka mkoani Kigoma ambaye alikutana na Mwanakwetu na kuzungumza naye katikati ya Novemba 10 na Novemba 18, 2025 mkoani Mara. Ndugu huyu akasema yeye kama Mkatoliki pia hutumia sala hii na kukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, nilinde nikiomba katika shida zangu, niopoe kila niingiapo hatarini, ewe Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Mazungumzo haya yanaendelea huku ndugu huyu akasema kuwa kwa sasa kanisa la Tanzania linatakiwa kufanya kazi ya ziada dhidi ya Wakristo wanaofanya kazi katika vyombo vya ulinzi na usalama. Nafasi yao katika kulinda uhai wa binadamu wenzao ikoje? Je, Wakristo hawa katika vyombo vya ulinzi na usalama ni mawakala wa uhai wa binadamu au mawakala wa kutokomeza uhai wa binadamu? Mfano mzuri katika hili ni wajibu wa kanisa katika kupambana na wenye kushika silaha na kulinda uhai wa binadamu wengine. Ulikuwa ni kutengwa na kanisa kwa Mfalme Victor Emmanuel wa pili ambaye alikuwa mfalme wa Italia. Jeshi lake dhalimu lilifanya vituko vingi na mauaji na hata baadaye kudiliki kuyavamia makazi ya Baba Mtakatifu Pius wa 9 mwaka 1861. Hata watu kadhaa katika makazi haya ya Baba Mtakatifu walifariki, na hapo hapo kanisa lilimtenga huku akipewa nafuu wakati akizikwa mwaka 1878. Spirit of the Lord is upon me, His anointing is empowering. The kingdom of the Lord is within me, and He's calling me to the heavenly. Say, just like heaven, oh, heaven, heaven on earth, oh, heaven, marching in the spirit of unity. To our community, show His ability. The will of the Lord for His children is to demonstrate prepare to wait. To be walking in His favor and grace. Oh yeah.
anasema kuwa kisa cha Victor Emmanuel wa pili kikubwa si kuyavamia makazi ya kanisa hilo tu na kuvunja milango na matofali, bali kitendo cha mauaji ya Wakristo katika makazi haya nacho ni kile cha kulivamia kanisa. Maana kanisa sio majengo, sio milango, sio matofali tu, bali ni waamini hawa wanaoshambuliwa kwa risasi popote walipo. Ndugu huyu akasema haya, jamii imekata tamaa, kila mmoja hajui hatima yake, maana wanaopaswa kumlinda binadamu wamebeba mzigo mkubwa wa kutoaminiwa. Imani ya mtu imebaki kuwa hata kama nikifa basi huko niendapo nibaki kuwa salama, maana huko duniani sijakuwa salama. Dunia imekuwa sehemu hatari mno kwa binadamu. Watu wazima, dance kwa heshima, Master J, Bobu Pinyo, DJ Edo, Rudigo, lete mambo, zungushe mtambo, hakuna balaa yote mambo, shusha mawe mpaka liamba, skiza tag, kazi rapo tag, bakuba. Yene bakuba, house on my zaya, sema 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 bakuba. Mwanakwetu anasema nini siku ya leo? Kwa hakika sasa tumeshuhudia watu wakipotea, huku vyombo vya ulinzi na usalama vyenyewe nchini Tanzania vinajibu kuwa hata vyenyewe wakati mwingine havijui mtu huyo yupo wapi. Mfano mzuri ni wabalozi wa zamani wa Kuba, Humphrey Polepole. Jamii inamtafuta, ndugu zake wanamtafuta, navyo vyombo vya dola hivyo vimekaa kimya. Tukiuliza mpaka sasa uchunguzi wenu umefikia wapi, itakuwa ni kosa. Tukisema hamjatimiza wajibu wenu, itakuwa kosa. Je, tukiomba kanisa liwawajibishe Wakristo wote waliomo katika vyombo hivi vya dola kwa kuwatenga kama alivyofanya Mfalme Victor Emmanuel wa pili, itakuwa nalo ni kosa? Mwana kwetu. Uchaguzi wa mwaka 2015 ilikuwa ni mapambano kati ya watu wema wa CCM na watu wabaya kwenye CCM. Lakini chama kimegawika, kimedhoofika, tunamgombea mtu bingwa. Wananchi walikuwa wanasema hivi, unajua Magufuli ni mzuri, tatizo CCM akiingia itamneza. Mlikuwa mnasikia maneno? Mnakumbuka au mkumbuki? Walikuwa wanasema Magufuli bwana mimi namkubali, tatizo bwana chama kitamneza tu, kitamneza. Wapinzani walikuwa wakisema hivi. Lakini unajua Magufuli hakuwahi kumezwa na CCM. Hata leo hii Magufuli hajawahi kumezwa na CCM.
Mwanakwetu. Mwanakwetu. Machozi yangu yote na malizika, iye nitalala na nani? We unaenda, iye paka ni mawazo, iye paka ni kuwaza. We unaenda, naenda kama ile njia yako enda, kama ni maisha yako fata. We dada, rwelo, 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 think that's the way. Rwelo, 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 think that's the way. Leo paka ni mawazo, hapo nani achango, kama we unaenda, we unaenda, we unaenda. Katika hali kama hii, Mwanakwetu anaamini kuwa hata kama yule aliyetekwa akishakuwa mikononi mwa watekaji, anajua kuwa mwisho wake umefika, hawezi kupona, na muda wote aliopanga Mwenyezi Mungu ndio utaamua atakuwa mikononi mwa watekaji au la. Kwa hao watekaji, iwe chakula, iwe maji, iwe maneno kutoka kwao hao watekaji, hivyo vyote kwa aliyetekwa ni kifo tu. Aliyetekwa anaweza kugoma kula akafa kwa njaa, anaweza kupewa chakula chenye sumu akafa, anaweza kupewa maji yenye sumu akafa, anaweza kuuawa kwa risasi, na anaweza kutupwa baharini au kwa wanyama wakali wakamla. Yote haya kimoja tu kinachoweza kutokea, kile kifo. Lakini wewe unayefanya hivyo unadhani utakaa duniani milele? Kwa hiyo sala katika hatari ya kufa ni muhimu.
Mwanakwetu upo? Je, makala haya ni yaitaje? Sala kabla ya kufa, au kama Victor Emmanuel wa pili? Mwanakwetu siku ya leo anachagua kanisa la Tanzania lifanye kama vile vile kwa Mfalme Victor Emmanuel wa pili. Jina langu ni Adenadius Makwega na kutakia siku njema.